Hapana, mimi nilitendwa, lakini kwa sasa nimesema basi. Kwa yaliyotokea kwangu kwenye mapenzi nasema basi. Wako wengi. Mfano nani? Wako wengi. Siwezi kuwataja jina la ukoo, ambalo hili ndio limeshikilia ukoo na litakuwa endelevu. La kwanza. Jina la pili, jina la baba yako wewe. Alafu wewe jina la tatu ambaye unaanzisha tena jina la mfano ambaye unaona kabisa. Na msanii bora wa kiume nina msanii bora wa kike yupo. Nini mzee wa tatu? Leo wafanye muziki kama kapo mtaji mmoja ni ngumu kwa sababu hizi kura zilikuwa zinapigwa kwa wazi na mtandao na kila mmoja hivi naweza tukaondoka nayo au tuko aje? Kidogo. Tuanze sana ndugu yangu. Asante. Bwana, usiku wa tuzo ndani ya mkoa wa Njombe kwa upande wa waigizaji pamoja na wasanii wenyewe wanapenda kuita TDFA inaendelea hivi sasa, shughuli ikiwa ni pevu kweli kweli na watu wakiendelea kumiminika kusogea katika viwanja vya Mlimani Motel. Na hapa mimi ningepata wasaa kuweza kuzungumza na mkurugenzi wa Njombe Appress, unaweza kwenda kwa jina la Wakitati Z, ambaye ni mmoja wa watu ambao wana mchango mkubwa sana kwenye sanaa ya mkoa wa Njombe, naye mpata nafasi ya kusogea katika haya maeneo ya Mlimani Motel kushuhudia ugawaji wa tuzo siku ya hivi leo. Bwana, habari ya mdau ndugu yangu? Salama. Kwema? Kwema kabisa. Bwana, kwa faida ya watazamaji wa Njombe Appress, kwa majina unakwenda kwa jina nani? Bwana, kwa majina naitwa Wakitati Z, lakini pia maarufu kama Wakitati Z. Jina halisi Egno. Tunashuhudia siku ya hivi leo, tunakwenda kushuhudia siku ya hivi leo, tunakwenda kuona ugawaji wa tuzo ukiwa kama ni mmoja wa wadau ambao unafahamu vizuri sanaa ya mkoa wa Njombe. Na hii inawezekana kwa mara ya kwanza. Wewe kwako umeipokeaje hii binafsi? Binafsi nimeipokea kwa ukubwa sana kwa sababu Njombe kwenye masuala ya sanaa tumelala. Nimependa pia Angel Kidoti amefanya kitu kikubwa cha kuleta issue ya tuzo, ni chachu pia kwa kuongeza game letu pia. Kwa mwangaza huu tuzo leo zinakwenda kufanyika, inakwenda kuashiria kitu gani kwenye sanaa ya mkoa wa Njombe? Inaenda kufungua milango. Vipi, una mtu wako ambaye unatarajia kuona leo anachukua tuzo? Wako wengi. Mfano nani? Wako wengi. Siwezi kuwataja ila wako wengi. Mfano ambaye unaona kabisa. Na msanii bora wa kiume nina msanii bora wa kike yupo. Hatuwezi kuondoka naye. Tunaondoka naye. Nani tajie? Nitakutajia. Sitamwona kumbili. Bwana, mimi nikushukuru sana, nisipoteze wakati ukaendelee na maandalizi ya kushuhudia ugawaji wa tuzo. Asante sana. Huyo ni Wakitati Z, mkurugenzi wa Njombe Appress. Lakini nakwenda kupata nafasi ya kuzungumza na ndugu yangu mwandishi wa habari mwenzangu. Mimi sitaki kumtambulisha, ngoja kuitambulisha yeye kwa jina lake. Karibu sana. Asante. Mambo vipi mkuu? Bwana, uko vizuri? Bwana, naitwa Mzee wa Tatu hapa. Mzee wa Tatu. Hivi kwa nini Mzee wa Tatu? Mzee wa Tatu ni jina ambalo lina maana kubwa zaidi na kwa wale tu watazamaji ambaye walikuwa wanatamani kujua pengine. Bwana, kwenye ukoo kuna majina haya matatu. Hata wewe unapoenda kwenye vyeti vyako majina ni matatu. Jina la kwanza jina la ukoo, ambalo hili ndio limeshikilia ukoo na litakuwa endelevu. La kwanza. Jina la pili jina la baba yako wewe. Alafu wewe jina la tatu ambaye unaanzisha tena jina la Bwana, tunakwenda kushuhudia siku hivi leo ugawaji wa tuzo. Nafikiri moja ya watu ambao umekuwa na mchango mkubwa sana kwa kuandika habari ambazo zinahusiana na waigizaji ama sanaa ya mkoa wa Njombe. Leo hii tunakwenda kushuhudia tuzo. Wewe binafsi unaonaje hili swali limekaa katika mpango gani kuelekea katika ukuaji wa sanaa ndani ya mkoa wa Njombe? Kwanza tuzo hizi zinakuja kuleta chachu kwa wale ambao walikuwa wanafanya mziki kama starehe. Sasa watoke kwenye kufanya mziki kama starehe, wafanye mziki kama kazi. Kwa sababu tuzo ni kwanza ni heshima ya utambuzi wa sanaa yako ambao unaifanya, kwamba tayari unapopata nafasi sio tu ya kupokea, nafasi tu ya kuingia kwenye kategori yoyote ile ya kugombania tuzo, haijalishi umepata au umekosa. Tafsiri yake ni kwamba umeshaonekana una mchango gani kwenye sanaa. Kwa hiyo kwa wale ambao wamepata nafasi za kuingia kwenye kategori zote, tayari wale wote ni washindi. Ila kwa wale ambao wamekosa nafasi, sasa ni muda wao wa kuboresha kazi zao ili nao wapate nafasi za kuingia kwenye kategori. Haijalishi umepata au umekosa tuzo, lakini kupata tu nafasi ya kuingia kwenye kategori tayari unajulikana. Bwana, moja ya kitu kizuri ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo usione utetezi wake ambao ameutoa. Sasa mimi nataka tumalize na hivi Mzee wa Tatu. Ukiangalia kwa kategori za tuzo ambazo zimetoka, vipi? Ni msanii gani ambaye utaona ni ajabu asipopata nafasi ya kuchukua tuzo? Au ni siri yako mzee wangu? Nikwambie tu kwa upande wa wasanii, hususan nisemee upande wa muziki zaidi. Wasanii wako wengi na wengi wanafanya vizuri. Kwa hiyo utakapomtagi mmoja ni ngumu kwa sababu hizi kura zilikuwa zinapigwa kwa wazi na mtandao na kila mmoja anaona. Anaona. Kwa hiyo nafikiri ni muda tu wa kuhakikisha kwamba yule ambaye amewekeza zaidi kwenye mioyo ya mashabiki zake ndio atapata kura nyingi na atakuwa mshindi. Nilisikia wakati kwenye mitandao ya kijamii nikaona message yako kwamba
unaanza kuimba. Hivi ni kweli? Niliona sasa na mimi nianze kuingia katika uimbaji kwa sababu tumeona wadau wengi wa media tofauti, lakini pia wasanii hata wa filamu wameingia kwenye uimbaji. Tumeona kina Ndaro wameingia na wamefanya vizuri. Nikasema na ni muda wangu sasa mzee wa tatu. Muziki gani tunaondoka nao mzee wa tatu? Mimi muziki ambao naondoka nao bwana R&B. Huwa napenda sana kuimba mapenzi kwa sababu ni vitu ambavyo vinagusa sana jamii. Hivi naweza tukaondoka nayo au tukoaje? Kidogo. Tuanze. Bwana, mimi nilitendwa lakini kwa sasa nimesema basi, kwa yaliyotokea kwangu kwenye mapenzi nasema basi. Bwana mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Asante, tuko pamoja. Asante sana. Bwana wewe ni mzee wa tatu, mwandishi wa habari ambaye anatokea ndani mkoa wa Njombe, akieleza wazi ama fika kabisa kwamba ni kitu gani ambacho kinakuwa kinakwenda kufanyika, na akiweka wazi kwamba ni moja ya watu ambao wanataka kuja kufanya kazi ya usanii. Sasa mimi sitaki kumzungumzia, umetazama mwenyewe kwa kionjo kifupi ambacho ameweza kukifanya. Bwana mimi naitwa Khan JR, presenter mtaa, niko live kabisa hapa kuelekea katika ugawaji ama usiku wa tuzo. Yes, baba. Oya. Njoo.